Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 48, ambayo ni sehemu ya mwisho kabisa. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shola Dismas, maisha ambayo anaendelea kuyaishi akiwa ni yatima bila kuwa na wazazi, baada ya wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa nikukaribishe sehemu ya 48 ambayo ni ya mwisho kabisa, na pia ni kushukuru kwa kuweza kuwa nami katika simulizi hii mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Naamini kwa hali ya kawaida utakuwa umejifunza ni kitu gani ambacho unatakiwa kuwa nacho katika maisha, uwe msaada wa watu wengine, na pia unatakiwa kujua kwamba imani haziwezi kuleta utu. Imani ni vitu ambavyo vililetwa tu, lakini
ubinadamu zaidi ndo wa kuweka mbele. Sasa nadhani utakuwa unajifunza mengi kutokana na maisha ambayo Shola Dismas ameyapitia na hapa ambapo amefikia. Nikukaribishe sehemu ya 48 ya mwisho kabisa ili tuendelee kusikia ni kitu gani ambacho kinaendelea. Baada ya biashara zake kupamba moto, yaani wameshamzoea sasa, mwisho wa siku mtumishi wa Mungu alimpa mtaji mkubwa zaidi. Licha ya kumsaidia kuendelea kukaa bure kwenye nyumba yake hiyo ya bondeni ya mbugani, lakini aliamua kumpatia na mtaji mkubwa kutokana na kwamba anajituma kufanya biashara. Na huo mtaji alianza kuwa anaenda kuchuuza ndizi, yani viroba vya ndizi pamoja na viroba vya viazi. Anakuja kuuza kwa hawa watu ambao wanauza huko sokoni, ambao wamepanga meza zao ndogo ndogo. Kwa hiyo yeye akiwa akaanza kuwa ni mtu ambaye analanguza au ni mtu ambaye anachuuzisha kwa watu waweze kuchuuza, wapate mazao ya kwenda kuuza kwenye meza zao ambazo ni ndogo ndogo. Yaani kama namna jinsi ambavyo alivyokuwa anachuuza kwa wauza nyanya, kwa wauza viazi kipindi hicho akiwa na meza ndogo. Sasa yeye amekuwa ni rafiki wa wachuuzaji, wa wale ambao wanauza jumla. Akaanza kuuza namna hiyo na mtaji wake ukakua zaidi. Akafungua duka ambalo alipata fremu hapo hapo kwenye senta hiyo ya Mlaguzi, na aliyemtafutia pia ni huyu mtumishi, ambapo alitafuta fremu ambayo ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza akawa amemweka mke wake, kutokana na kwamba ule mpunga ambao waliokuwa wamelima ulikubali na wakauza, akapata fedha nyingi sana. Kwa hiyo akaamua na yeye mke wake kumfungulia duka. Kwa hiyo maduka haya mawili yalikuwa yameshikana. Ukiingia huku unaingia kwa Shola Dismas, ukiingia huku unaingia kwa Lesa Charles. Kwa hiyo akawa wamewapanganisha sehemu moja ili waendelee kuwa na urafiki wao ambao wanaishi kama mapacha. Na kweli hatimaye ndoa ikafungwa. Spirian akawa amefanikiwa kumuoa Shola Dismas, akawa ndiye mke wake. Na kule bondeni wakatoka. Shola Dismas akanunua nyumba ambayo iko pembeni mwa senta kidogo tu, akaendelea kuishi humo. Na kule wakaweka mpangaji mwingine, akaendelea kuishi kule, na yeye alikuwa ni mwanamke pia mwenye watoto wawili. Akaendelea kuishi kule, hali ya kwamba Shola Dismas na mume wake sasa bwana Spirian wakawa wamepata nyumba karibu kabisa na senta huku. Maanake amekuja kununua huku karibu na senta, pembeni mwa senta kidogo, ili iwe yeye ni vyepesi zaidi kuwahi kwenda kufungua duka. Na humo kwenye duka alikuwa nakaa na Spirian. Spirian alinunua simu yake kubwa, kafungua mfumo wa talkback,
akaweka na speech engine TTS za eSpeak. Pia akanunua na kompyuta akaweka pembeni na hayo maduka ambapo alimweka kijana, akatengeneza library, akawa anauza muziki pamoja na films mbalimbali. Kwa hiyo yeye mke wake akawa yuko ndani ya duka na yeye akaamua kuwa na library yake pembeni, ambapo kijana ambaye aliyeajiriwa alikuwa ni muumini kutoka ndani ya kanisa hilo na mtumishi wa Mungu, mchungaji huyu, mume wake Naresa Charles. Naresa Charles ndiye ambaye aliyowafanyia mchakato wote huo wa kumpata huyo kijana. Kwa hiyo mume ana library, mke ana duka, wakaendelea na maisha mazuri. Hapo ndipo ambapo mwanga mpya kwa Shola Dismas ukawa umechanua, na hatimaye baada ya mwaka mmoja kupita akawa amejifungua mtoto, na mtoto huyo alikuwa ni mtoto wa kike ambaye walimpa jina la Domina. Akawa sio Shola Dismas tena, kwa sasa anaitwa Mama Domina. Maisha yakaendelea vizuri kabisa pasina tatizo la aina yeyote, na akamshukuru Mungu kwa kuweza kumpata mwanaume ambaye anampenda sana. Lakini tukija katika upande wa pili, Bi Mwamini alimpatia mtaji huyu mke wake na Amini bin Nasoro ambaye anaitwa Kauthar. Lakini baada ya kumpatia mtaji, kusema kwamba atafanya biashara, kutokana na kwamba huyo binti alikuwa anaigiza, basi aliamua kutokomea moja kwa moja na huo mtaji, akakimbia na hizo fedha, na wala hakufungua biashara ya aina yeyote. Na huku amemuoa kabisa kwa ndoa, na wamefunga kabisa ndoa ya msikitini vizuri kabisa. Lakini mwisho wa siku huyu kijana tena wa kuitwa Amini bin Nasoro akawa amebaki hivyo hivyo bila mke, mwanamke akamkimbia. Hapo ndipo ambapo Ogena alianza kuchukia na kuanza kulalamika na kuanza kujilaumu ni kwa nini aliamua kumfanyia ubaya Shola Dismas, wakati ndiye binti ambaye aliyokuwa amemkubali kaka yake. Walijaribu kumpigia Shola Dismas simu, wakasikia mtoto akiwa analia, na walipokuja kumuuliza kama endapo ana mtoto, akasema ndiyo, na ameshaolewa na ni Mkristu, na sasa anaitwa Mama Domina na mume wake anaitwa Spirian. Kwa hiyo alishaolewa zamani tu, na maisha yake anamshukuru Mungu ni mazuri na hahitaji tena msaada wa aina yeyote. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo kwenye simu, walikata simu, wakajikuta wanalia tu, familia nzima, wote watatu. Bi Mwamini alikuwa akijua kwamba anaendelea kuwekeza, huenda kijana wake anaweza kawa amepata mwanamke. Lakini Ogena alilia kwa sababu yale aliyokuwa akiyafanya hayakuwa mazuri kabisa kwa Shola Dismas. Lakini hatimaye amepata mume mzuri ambaye
vitendo vyake vinafanana tu na vya huyu kijana wa kuitwa Amin bin Nasor kwenye upande wa kimapenzi, kupetipeti na vitu kama hivyo, vinafanana, ingawa huyu ni Mkristu, yule pale ni Muislamu. Lakini huyu Mkristu bwana Spirian, yeye alikuwa akimuomba Mungu ili aweze kumpata mwanamke, lakini huyu mwingine alimpata mwanamke huyu kwa sababu alikuwa ni binti ambaye ameokotwa na mama yake mdogo kumleta ili aweze kumlea pale. Akamuona ni binti wa kipekee, anajali na nini, akaamua kumwambia abadilishe dini ili aweze kumuoa. Sasa dada yake au mdogo wake ndiye ambaye ametia shubiri mpaka huyo mwanamke amemkosa. Unaposema cha nini, wenzio wanasema nitakipata lini. Ikawa yamekuwa maisha magumu sana kwa Amin bin Nasor. Umri ulizidi kwenda pasina kupata mwanamke, kwa sababu Ogena aliogopa hata kumtafutia mwanamke mwingine, huenda naye anaweza kuja na akafanya vituko ambavyo havifai. Alimwambia endelee kuvumilia, akae hivyo hivyo tu bila mke. Lakini kimsingi Ogena alijilaumu sana, kwa nini alifanya mambo yote kama yale. Hapo Ogena ndipo ambapo alichukua msaafu na kwenda kwa shehe, akamwambia muongoze kwa dua, na akaanza kutubu kwa yale yote ambayo aliyokuwa anataka kuyafanya, na hatimaye akaanza kuwa ni binti wa swala 5, na yeye mbele akaja kaolewa kabisa na mtoto wa shehe yule ambaye aliyekuwa akimuongoza kwenye dua kwa kutubu, akawa na maisha yake. Huyu muamini akawa amebahatisha na yeye amempata binti ambaye aliyekuwa anateseka vile vile, lakini yeye hakuwa yatima, bali alikuwa na wazazi wote wawili. Lakini baada ya kuzalia nyumbani ndipo ambapo aliamua kumfukuza hao wazazi kwamba amezaa mtoto haramu nje ya ndoa, kwa hiyo hawataki hata kuishi naye. Na wakati huyo binti na yeye, huyo mwanaume alikuwa amemwambia kwamba atamuoa, kwa hiyo akaanza kumpa masharti, bila kunipatia mwili wako angalau nikaonja nikasikia raha yako, mimi kiukweli sitakuoa. Lakini kutokana na kwamba na binti huyo alikuwa anataka kuolewa, basi kabidi ampatie mwili kweli, akauonja. Sasa mwisho wa siku, baada ya kupata ujauzito, mwanaume yule akamkataa na kumkimbia. Wazazi ndipo walipomfukuza, akawa hana eneo pa kwenda. Kwa hiyo baada ya kumpata alimleta, na yeye akawa kama Shola Dismas, akawa anamkea vizuri sana Amin bin Nasor. Tayari akawa amemuoa tena, akafunga naye ndoa vizuri msikitini, na hatimaye akapatiwa mtaji, akafungua biashara yake, na yeye ndogo ndogo ilikuja ikakua, na yeye akafungua duka, akaanza kuuza duka. Na Bimwamini na yeye akaachana na hiyo biashara ya mgahawa, na yeye akafungua duka. Hatimaye Amin bin Nasor akaenda kupanga na yeye pembeni, hakupenda kukaa kwa mama yake tena hapo mdogo, kwa sababu amebaki yeye peke yake. Kwa hiyo Muamini akaendelea kukaa peke yake na nyumba zake hizo 4, akiwa hana mtu yoyote. Ndipo ambapo aliamua kutafuta mdada wa kazi ambaye alimleta, ndo wakaanza kuishi pamoja. Mpenzi msikilizaji, maisha ya Shola Dismas yalikuwa mazuri, yakasonga,
wakapendana na mume wake bila kuwa na vikwazo vya aina yeyote. Mume wake huyu Bwana Spirian aliendelea kumwombea kwa Mungu kutokana na kwamba amemkubali licha ya ulemavu alionao, kiasi kwamba hata mwinjilisti alijaribu kutafuta kanisani, lakini hakuweza kupata ambaye anaweza kufanana na Shola Dismas. Amekuwa ni binti ambaye ni wa kipekee. Kwa hiyo aliendelea kumwombea kwa Mungu, na kila walipokuwa wakitaka kulala walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu. Wanapoamka wanamuomba Mwenyezi Mungu. Katoto kalivyoanza kukua, Spirian akawa anacheza nako hapa na pale kabla hawajaenda makazini. Wakimaliza kunywa chai, basi anakabidhiwa mama yake. Tayari wanajiandaa wanaenda kwenye kazi zao. Maisha yakakaa vizuri kabisa. Wakazichanga, wakanunua gari ya kutembelea, na yule kijana ambaye aliyokuwa ni wa library akawatafutia kaka yake ambaye alikuwa anajua kuendesha gari. Basi akawa anawaendesha wakitaka kwenda kazini kwao, basi nakuwa hivyo. Lakini huyo Spirian aliacha kabisa biashara hiyo ya library, akaamua kufungua internet cafe. Akaanza kuajiri watu wanakuwa wanafanya vitu vya kimtandao. Mtu anataka kusajiliwa mitandao ya kijamii mbalimbali, anaenda pale. Kama hajui namna ya simu kuitumia, wanamsajilia, kama ni kumwekea email, WhatsApp, Facebook na mambo mengine. Na pia akafungua na ukumbi pembeni, ambao huo ukumbi ulikuwa na duka ndani yake. Hilo duka walikuwa wanauza vinywaji kama soda pamoja na vyakula mbalimbali kama biskuti na vingine vingi. Kwa hiyo mikate hiyo ilikuwa inapatikana, maandazi hayo. Kwa hiyo pia akaweka na wifi ili watu wanakuja wanalipia, na kiingilio kilikuwa ni shilingi 5,000. Unaingia humo ndani, tayari unaendelea kuvinjari na mtandao tu. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanakuja kwa ajili ya kusolve mambo yao ya kiintaneti pale, internet cafe ikiwa ndani humo, pia kukiwa na duka la kuuza vinywaji na vitu ambavyo ni vya kuliwa kama mikate na maandazi. Tayari haya yakiwa ndani, mambo yakakaa sawa kabisa, huku Shola Dismas akiwa anaendelea na duka lake lile. Ilifikia wakati ambapo wao waliacha kabisa kufanya kazi, wakaweka watu ambao ni wa kuwaajiri, wao wakawa tu wanasimamia. Kwa hiyo wakawa tu wamejikalia kwenye chumba ambacho kipo karibu na ukumbi huo, wana celebrate life. Maisha ya Shola Dismas yakawa yamebadilika kihivyo. Na simulizi yetu, mpenzi msikilizaji, imeishia hapa, ya mtoto yatima. Mtoto yatima inatufunza kitu gani? Tazama namna jinsi ambavyo Shola Dismas alivyoteseka katika maisha yake. Wamemfanyia figisu ndugu zake, wakauza kila kitu na hawakumkumbuka yeye, na wakamkataa kwamba yeye ni mtoto wa kike, kwa hiyo hawezi kusoma, zaidi itakuwa ni kuleta ujauzito nyumbani na vitu kama hivi. Amepambana kwa kadri alivyoweza na kuvumiliana na mateso kule kote alikopitia,
mpaka kuja kukutana na Lesa Charles, ambapo amepata tumaini jipya na hatimaye akawa na maisha mazuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo hata wewe unayenitazama na kusikiliza simulizi hii, unatakiwa kuwa na moyo wa uvumilivu, hata iwe ni kwenye ndoa yako, iwe ni kwenye mambo unayoyafanya. Hakikisha unakuwa mvumilivu. Ni kweli utapitia mateso, lakini itafika wakati ambapo Mungu atakukumbuka na wewe, kwani hata vitabu vya dini vinasema kila jaribu unalopitia lina mlango wa kutokea. Sasa mlango wa kutokea wa Shola Dismas ni huo, na hatimaye ameweza kuvuka vizingiti na milima mizito kiasi kwamba singeweza hata kutembea, lakini kwa uwezo wa Mungu, licha ya miba na mambo kibao katika safari yake ya maisha, lakini ameweza kuvuka na hatimaye sasa hivi ni mama boss. Mama boss ana maisha mazuri. Shola Dismas, usikate tamaa katika maisha yote unayoyapitia. Huenda Mungu anakupa majaribu, lakini akiona umeweza kuyahimili na kuweza kuvumilia, mbele ana uwezo wa kukupatia maisha ambayo hata wale waliokuwa wakikutenga na kukuona kwamba wewe haufai, wakaanza kukulilia tena na kuja kukupigia magoti. Ndiyo maana hata Anastasia Mkabwa alisema wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Na ndicho ambacho kilichofanyika kwa Shola Dismas. Wanaanza kumpigia simu akina Ogena, wanaanza kujiraumu kwamba arudi aweze kuwa mke wa Amini bin Nasoro, lakini haikuwezekana. Unaposema cha nini, wenzio wanasema nitakipata lini. Wapo wanaoumia na kuomba ili waweze kukipata hicho kitu, lakini walishaga kikosa. Kwa hiyo tuishi kwa uvumilivu, tuishi kumtegemea Mungu, tumuombe sana Mungu katika maisha yetu. Nikuage niseme kwa heri katika simulizi hii ya mtoto yatima, mpaka tutakapokutana tena kwenye simulizi nyingine tofauti na hii ambazo zitakazoendelea. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Niseme tu kwamba ninachokuomba na kukusisitiza, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Na kushukuru sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu wa simulizi hizi za sauti ambazo zimekuwa zikiendelea. Nikusihi, kuna simulizi nyingine inayokuja. Tuendelee kuwa pamoja na tuendelee kusapotiana hapa na pale. Nikushukuru sana dada yangu Shola Dismas, ambalo hili jina sio jina lako halisi, kuweza kutupatia mkasa wako, kutokana na kwamba haukupenda jina lako halisi liweze kutajwa. Lakini endelea kuwa mama boss, na huyo mwanaume uliompata endelea naye na mkazae na kuzaa. Maisha yasonge. Tunashukuru sana kwa kisa chako hiki. Naamini kwa mtu mwenye akili na mwenye kufikiria amejifunza jambo hapa. Niwaage niseme kwa heri mpaka tutakapokutana kwenye simulizi nyingine. Niseme alamsiki. Kwa heri kwa sasa mpenzi msikilizaji.
Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Baba Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.